Ilifikia kipindi kuzungumzia siasa za Zanzibar bila kumtaja Seif ni sawa na kula ugali bila mboga. Wanasiasa wengi walivuma na kuzimika kama moto mabua, lakini Seif alivuma mwanzo mwisho. Huyu mwamba aliyetikisa siasa za Zanzibar tangu anaingia hadi anaondoka. Alizaliwa Oktoba 22 mwaka 1943 katika kisiwa cha Pemba kule na kufariki dunia Februari 17 mwaka 2021. Akiwa ni mzee wa umri wa miaka 77. Seifu ni jina la babu yake mzaa mama, aliitwa Seifu Haji. Huyu mwamba alizaliwa katika familia ya kinyonge, akafa kishujaa kwa sababu kuzaliwa kinyonge sio kosa lako. Kosa ni kukubali kufa kinyonge na kuishi maisha yako yote umepiga magoti kwa kibwagizo cha ndiyo mzee. Seifu alikufa ni makamu wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Alikuwa mbishwa kufeli. Safari yake ya kukataa unyonge ilianza mwaka 1950. Alipoingia darasa la kwanza akiwa na umri wa miaka 7. Akasoma mpaka chuo kikuu. Msingi alisoma Pemba pale, sekondari Unguja na university jijini Dar es Salaam. Alimaliza shule ya msingi mwaka 1957 na mwaka 1958 alijiunga na masomo ya sekondari pale King George wa Sita Memorial. Hapo alipiga form 1 mpaka form 6. Akapata nafasi ya kwenda Oxford University, lakini akapelekwa kufundisha wadogo zake. Unajua ni kwa nini? Baada ya mapinduzi ya mwaka 1964, vijana wote waliomaliza form 6 walipigwa marufuku kuendelea na elimu ya juu. Badala yake walitakiwa kusaidia nchi kwa sababu wataalamu wote wa kikoloni walitimliwa nchini. Seifu akaingia kupiga chaki, ndio maana anaitwa Maalim Seif. Kwa hiyo usidhani Maalim ni jina lake, yeye ni Seif. Ukisema Maalim Seif, maana yake ni Mwalimu Seifu Shehe. Basi bwana, Seifu alikuja kuingia chuo kikuu mwaka 1972 baada ya kifo cha mzee Karume. Pengine asingefariki wangeendelea kusubiri hadi wakakata tamaa. Maana kila walipoomba kwenda kusoma waliambiwa wasubiri kwanza. Rais Jumbe alivyoshika nchi akasema vijana waende wakasome, ndipo Maalim Seif akaingia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Baada ya kupiga chake sekondari kwa miaka 9, aliingia chuo na wanafunzi waliwafundisha yeye. Intake yao walikwenda watu 13 nchi nzima. Mwaka 1975 alimaliza degree yake ya sayansi ya siasa kwa ufaulu wa first class. Maana alikuwa kichwa. Halafu alifanya mitihani yake akiwa wodeni na bado akaongoza. Hadi chuo kikamuomba abaki kufundisha, lakini akakataa ofa hiyo ya kufundisha chuo kikuu. Akarudi nyumbani kufundisha chuo cha kawaida, tena chuo cha ualimu. Enzi hizo kiliitwa Betiras, siku hizi ni sehemu ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Alifundisha kwa miaka 2 kisha Rais Jumbe akampeleka Ikulu kumsaidia kazi. Zamani ukiwa kichwa ulipata shavu bila hata connection. Siku hizi sasa hata uwe kichwa vipi, bila connection utakula kichwa chako. Maalim Seif aliishi ile falsafa ya jishushe uinuliwe. Alipewa ofa ya kufundisha pakubwa, akachagua kufundisha padogo, akainuliwa. Seif alijishusha, lakini Mungu akamuinulia Ikulu. Haya mambo bana. Wakati mwingine unaweza kujishusha ili uinuliwe ukashuka mazima. Ni sawa na ile kanuni ya kwamba ukitaka kufanikiwa usiogope kutake risk. Jamaa moja akariski kuchukua mkopo wa biashara. Duka likaungua. Akashindwa kuulipa. Akafungwa. Hii inaitwa mbwa kala mbwa. Haya maisha nyie yaacheni tu. Basi bwana, pale Ikulu Maalim Seif alichapa kazi kwa maridadi mkubwa hadi akapewa uwaziri na baadaye ujumbe wa NEC. Seif akawa mwanasiasa kamili. Mwanasiasa ni mtu anayekula kupitia siasa. Kama siasa haikulishi, wewe sio mwanasiasa. Wewe ni mshabiki wa siasa. Unashabikia wanaokula. Halafu cha kushangaza Seifu anasema ndoto yake haikuwa siasa.
Ndoto yake ilikuwa kuja kwa kiongozi serikalini. Hata hivyo siasa ilimnogea hadi akafia huko. Aliita siasa mke wake wa pili. Mke wa kwanza ni Bi Awena, bado yuko hai hadi leo. Halafu bado ni Peace Kali pamoja na umri kusogea. Bado akipiga uwanja ananoga. Maalim Seif walimpenda sana mke wake. Ndio maana alimuonea huruma kwa kulea watoto peke yake, maana muda mwingi yeye alikuwa busy na siasa. Ilifikia kipindi mke akaacha hadi kazi yake ya ualimu ili alee watoto vizuri, na kweli aliwalea binti za 5 katika njia zinazofaa. Hadi wote wakaolewa ndani na nje ya nchi. Unajua nini? Seif alioa chombo cha mafanikio, sio chombo cha starehe. Kwa hiyo kuanzia leo unatakiwa kuchukua hii, sio kila mwanamke ni chombo cha starehe. Wengine ni vyombo vya mafanikio. Chombo cha starehe ni kama siti ya daladala. Ukiondoka wengine wanakaa. Ukirudi kinakupokea kwa mahaba ndindindi, kumbe wizi mtupu. Chefu. Baada ya kusema hayo, twende basi kwenye hoja ya msingi. Hoja yenyewe ni kwamba Seif alitikisa siasa za Zanzibar kwa vipindi 4 mfululizo bila kuchuja. Kwa sababu mke hakumvuruga. Alivurugwa na siasa tu. Siku zote ukitaka siasa ikuvuruge, ishi maisha nitasema kweli daima. Fitina kwangu mwisho. Haya ni maneno matamu wakati wa kuwapa na si wakati wa kutenda. Katika siasa uongo utakuweka huru. Ukweli utakuumiza. Ukinyoka jiandae kunyoshwa kama rula. Ndio maana wasomi wengi wakiingia kwenye siasa wanapata shida sana mwanzoni, kwa sababu wanaingiaga wamenyoka. Baadaye hawaoni shida kuitwa kituko. Seif aliingia kwenye siasa amenyoka mwanzo mwisho. Akapata maadui wengi ndani ya siasa, marafiki wengi nje ya siasa. Siku zote alikuwa kichwa cha habari kilichowasisimua watu wengi, na mimi nikiwemo. Taarifa ya habari bila jina la Seif ilikuwa sawa na kula ugali bila mboga. Nje ya chama na serikali tulimshangilia kwa misimamo yake thabiti. Ndani ya chama walimshughulikia kwa misimamo yake thabiti, akaishia kupoteza cheo chake na kutupwa jela. Unashangaa Maalim Seif kutiwa nyuma ya nondo. Issue yenyewe ilikuwa hivi, wakati Seif ametolewa kwenye chaki sio jalalani na kuporomoshewa vyeo vya kila aina kutokana na maridadi wake mkubwa. Kuna watu walimuonea gere. Akaundiwa mazengwe. Zengwe la kwanza alisukiwa tuhuma ya kutaka kupindua nchi akiwa na wenzake. Uchunguzi ulipofanywa ikajulikana ni zengwe tu. Nyerere akampa